Tai ni kiumbe dungu, mfalme asiyevaa taji, lakini mwenye mamlaka yasiyo na kifani katika anga la juu. Ulimwengu wake ni ufalme wa upeo, mahali ambapo upepo hushindana na mawingu, na jua huwaka kama taji la kifalme juu ya kichwa chake. Ndani ya ukimya wa anga, tai hulitawala bila toa wala doa, kucheza na upepo na kurima mawingu kwa mabawa yake yenye mbinde kupitiliza. Wengi humtazama tai kama ndege tu, lakini katika macho ya hekima, yeye ni kielelezo cha falsafa ya uhai, somo la ujasiri na mdarisi wa hekaya. Salamu alaikum, rubani wa utambaji huu wa siri ya tai ni mie wako Mhandisi Higa Mwangi. Kongoni. Katika nyanda za juu kwenye vilele vya miamba ya baridi na minara ya milima, ndipo tai hujenga makao yake. Si kama ndege wengine wanaoridhika kwenye matawi ya miti midogo. Tai huchagua miamba migumu isiyofikika kwa urahisi. Huko mahali ambapo upepo unalilia milima na jua huchoma mawe, ndipo anapopanga ndoto zake za maisha. Upepo mkali kwake haumpigi kumbu, bali humpa uhai. Wakati ndege wengine hukimbia upepo, tai hutumia kupanda juu zaidi. Hiyo ndiyo falsafa yake, kutagusana na changamoto, si kwa kuikwepa, bali kwa kuikabili moja kwa moja na kuifanya daraja la kupaa. Tai huzaliwa akiwa dhaifu, asiyeweza hata kutazama anga lililomletea jina lake. Ndani ya udhaifu huo, uumbaji umeficha nguvu ya ajabu. Mama tai humlea kwa nidhamu kali, huleta mlo, lakini pia humtupa mtoto wake katika hewa ili ajifunze kuruka. Ni katika kuanguka ndipo tai mdogo hujifunza kuishi. Kila kuanguka ni funzo, kila hofu ni darasa. Hapo ndipo kanuni ya maisha inajidhihirisha peupe, kwamba nguvu huzaliwa katika maumivu na ujasiri huibuka pale woga unaposhindwa. Miaka hupita na tai hukua katika mafunzo ya upepo. Mabawa yake hupata nguvu, macho yake huchongeka kama vioo vya dhahabu, na fuadi wake hujifunza kuamini anga. Kila alfajiri, kabla jua halijachomoza, tai huinua kichwa kuelekea mashariki, ambapo nuru ya kwanza ya dunia huibuka. Hapo hutazama upeo wa tafakari. Jua linapochomoza, mwanga huakisiwa katika macho yake kana kwamba ni kioo cha maono. Kuna mwia katika maisha yake. Takriban baada ya miaka 40, tai hukumbwa na mabadiliko makali. Mabawa yake huwa mazito, kucha zake huregea, domo lake hufumbaa na macho yake hupotea ukali. Mwingine wangechagua kufa, lakini siyo tai. Anafanya uamuzi wa ajabu, uamuzi wa kuzaliwa upya. Huondoka kwenye dunia ya uwindaji na kupaa hadi milimani, mahali pa upweke na utulivu. Huko anakaa peke yake, akitazama dunia ya kimya cha falsafa. Huvunja kucha zake kwa mawe, huvunja domo lake, huvuta manyoya yake yote kwa maumivu makali. Ni mateso ya kuzaliwa mara ya pili. Kila jeraha ni fungo la uzima, kila tone la damu ni ahadi ya nguvu mpya. Baada ya siku 40 za maumivu, anatoka akiwa kiumbe kipya. Mabawa yake yaking'aa, macho yake yakiwa makali, na moyo wake ukiwa umejaa ujasiri wa kupaa tena. Hapo anarejea katika anga, si kama yule wa zamani, bali kama roho iliyofufuliwa. Ni kielelezo cha ukweli wa maisha, kwamba hakuna mabadiliko bila maumivu, hakuna upya bila kujivua magamba ya kale, hakuna urefu bila kupaa juu ya upepo wa majaribu. Tai hufundisha kwamba maisha ni mfululizo wa kupaa na kushuka, kushinda na kushindwa, lakini katika kila kushuka kuna nafasi ya kupaa tena. Macho ya tai ni maajabu ya maumbile.
Hata akiwa juu ya kilomita 2 angani, huweza kuona windo lake vizuri sana. Huwa na macho ya tai siyo tu kuona mbali, bali kupanga kwa busara na kutambua fursa ambazo wengine hupuuza. Binadamu bila maono ni kama ndege asiye na mabawa, hutaabika ardhini akisubiri rehema za waliopaa. Tai si wa kundi, hupaa peke yake, hufikiri peke yake, na pia huamua kwa utulivu wa kiongozi. Upweke wake si udhaifu, bali ni chemichemi ya hekima. Huko angani, katika ukimya wa upepo, hujifunza kusikiliza sauti ya dunia. Binadamu anayemwangalia kwa macho ya roho hugundua kuwa upweke si adhabu, bali ni darasa la kutafakari. Wakati mvua inanyesha, ndege wengi hujificha, lakini tai huinuka juu ya mawingu. Wakati radi inapiga, yeye huikabili, akitumia nguvu ya upepo kumuinua zaidi. Huu ni mfano wa roho ya ujasiri. Wakati wengine wanajificha, Chagina hutumia dhoruba kupanda juu. Pia ndani ya kila tatizo kuna upepo unaoweza kukuinua, ikiwa tu utathubutu kufungua mabawa yako. Katika maisha yake yote, tai anakaa kwa heshima, hura mizoga, hura kilicho hai. Lakini kwa hilo ni fundisho kwamba mtu wa maadili hawezi kujenga maisha yake juu ya mabaki ya wengine, bali juu ya juhudi zake. Ni mfano wa utu safi wa kuchagua kilicho bora hata kama ni kigumu. Tai hafanyi kelele, ukimya wake ni sauti ya hekima. Kila tendo lake lina maana, kila kuruka kwake ni jawabu. Binadamu anapaswa kujifunza kimya hicho si cha woga, bali cha akili. Kuna wakati tai huteremka chini taratibu, akiruka karibu na mito au mabonde. Ni kama anashuka kuikumbatia dunia inayotazama kutoka juu, lakini hafanyi hivyo kwa kudumu. Hurudi tena juu, akiheshimu uwiano kati ya juu na chini. Ni fundisho kwamba mafanikio hayapaswi kumfanya mtu ajitenge, bali yawe chanzo cha nuru kwa wengine. Katika maandiko matakatifu, Nabii Isaia aliandika kuwa wale wamtumainio Bwana watapaa kwa mabawa kama tai. Maneno haya yana mizizi katika falsafa ya maisha ya kiumbe huyu. Tai anapotoka katika upya wake, anapiga kelele kali angani, sauti ya ushindi wa roho juu ya udhaifu wa mwili. Ni sauti ya kuzaliwa upya, ya kuonyesha kwamba mateso ni njia ya ukuaji. Tai ana maono makubwa kuliko anavyoonekana. Wakati wengine wanaona tu anga, yeye huona njia. Wakati wengine wanaona dhoruba, yeye huona kuinuliwa. Ni mfano wa insi mwenye matumaini yasiyozimika, anayeona mwanga hata katika giza. Tai ni shairi linaloruka. Mabawa yake mawili ni mistari ya usawa, na kila kuruka ni ubeti wa maisha. Kila tone la upepo linalompuriza ni herufi ya wimbo wa asiri. Ndani ya kuruka kwake, dunia inasoma fumbo la ujasiri. Anapofumba macho juu ya jabari, tai huonekana kama sanamu ya hekima. Upepo unamchezea manyoya, jua linambusu kwa nuru, na dunia hushika kimya kana kwamba inamsikiliza. Hapo ndipo mtu hutambua kuwa tai si ndege tu, bali ni roho iliyopewa umbo la kuruka. Katika falsafa ya Kiafrika, wazee walimlinganisha tai na kiongozi. Kiongozi wa kweli ni kama tai ambaye haogopi upepo, huona mbali na hushuka tu pale panapohitajika. Hilo ndilo somo la uongozi. Kiongozi asiye na maono ni kama tai asiye na macho, ataanguka kabla hajapaa. Tai pia ni fundisho la wakati. Hakimbii, hapigi mbawa zake. Hutumia upepo uliopo, hujua kwamba kila wakati una upepo wake, na hekima ya kusubiri. Upepo huo badala ya kuupiga ni mfano wa subira. Ndiyo maana ya tai hasubiri chakula, hujua saa yake ya uwindaji. Katika ulimwengu wa leo, binadamu amepoteza uhusiano wa upepo wa maisha. Anakimbia kwa hofu ya kuchelewa, bila kujua kwamba anayekimbia bila upepo
huchoka kabla ya kufika. Tai anatufundisha kwamba maisha si mashindano ya kasi, bali ni safari ya wakati. Wakati mwingine tai hufumba macho na kuacha upepo umchukue. Ni ishara ya imani. Anaamini kwamba nguvu za maumbile hazimpotoshi. Ndani ya utulivu huo, anatufundisha siri ya kuamini katika nguvu ya juu, kwamba si kila wakati unahitaji kupigana. Wakati mwingine, acha upepo wa Mungu ukubebe. Tai hafanyi uovu, hafanyi dhuluma, hawezi kuua kwa tamaa, bali kwa haja. Ni kiumbe mwenye heshima kwa uhai. Hivyo binadamu anajifunza kutoka kwake kujua kwamba nguvu hazimaanishi ukatili, bali uwajibikaji. Tai ni mfano wa roho inayopaa juu ya dunia, lakini yenye moyo unaoelewa dunia. Yeye ni mwana wa jua, lakini mtiifu kwa maumbile. Upande wake wa juu ni fahari, upande wake wa ndani ni unyenyekevu. Anapotazama dunia ikizama kwenye giza la jioni, tai hubaki kimya. Ni kama anayetafakari maana ya siku. Miale ya jua inapotoweka, macho yake huangaza kwa rangi ya dhahabu ya mwisho. Hapo anatambua kuwa kila siku ni somo, kila dhoruba ni mwalimu, na kila upepo ni mwaliko wa kukua. Kila binadamu anabeba ndani yake chembe ya tai. Ni chembe ya ujasiri, maono ya kuamini kwamba ndoto zitatimia. Kwa hivyo, tai si simulizi ya ndege, bali ni simulizi ya roho. Ni fumbo la uhai linalosema kwamba maisha si kukaa ardhini, bali ni kujifunza kupaa. Na pale jua linapochomoza kesho katika anga lililo wazi, tai atapaa tena, si kwa sababu anataka kuonyesha nguvu zake, bali kwa sababu kupaa kwake ni sara ya uhai. Tai ni mfalme wa anga, mwana wa jua, mwalimu wa upeo. Kila kuruka kwake ni wimbo wa ushindi, kila kupaa kwake ni somo la ujasiri. Yeye ndiye kielelezo cha urefu wa roho, alama ya kujitambua na kioo cha binadamu anayetamani kuwa bora zaidi. Natia kikomo hapo kwa leo. Hadi wiki ijayo tupatane tena. Jarari Jaria Akritia. Rangu jina Mhandisi Ka Higa Mwange.